Nimejitokeza mbele yenu angalau Jumapili ya leo baada ya kusikiliza video ya ndugu yetu mwanasheria msomi, kaka yangu, rafiki wa wote katika nchi ya Tanganyika au Tanzania kama ambavyo tunaita muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu advocate Boniface Anyisire Mwabukusi. Alikuwa akiojiana na kituo cha habari ama mwanahabari maarufu Bwana Odemba, akizungumza uhalali wa watu katika mioyo yao kuhusiana na vyama vya siasa, akisema kwamba chama cha siasa chenye wanachama halali kutoka kwenye mioyo yao na wanakipenda chama chao kwa ukweli ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, akisema kwamba ni chama ambacho tunaweza kusema kwamba ndio chama kinachopendwa na Watanzania kwa sasa kwa uhakika na kwa ukweli, tofauti na vyama vingine. Na ametolea mfano kwamba anamwambia mwandishi wa habari Odemba kwamba ukitaka kujua jambo hilo, hebu tuwaite wanachama wa chama chochote cha siasa waje kwa gharama zao kwenda, yani waende kwenye mahojiano yale kwa gharama zao, kitu ambacho kwamba inakuwa ni nadra sana, kwa sababu si wanachama wa mioyo, ni wanachama wa vitu. Kwa sababu kama nilivyokuwa ninasema siku zote kwamba hii nchi ishapata uhuru muda mrefu, kwa hiyo CCM walio wengi kwa sasa ni kwa ajili ya kula matunda ya uhuru, hivyo hawaoni ile passion. Lakini pia anazungumzia kwamba juzi tu mahakama imeiruhusu Chadema kupata nafasi ya kuendelea kufanya siasa katika nchi ya Tanzania baada ya kuzuiliwa hivi karibuni, na kwamba baada ya kuachiliwa ama baada ya kutangazwa kwamba Chadema inaruhusiwa kufanya siasa huru katika nchi yetu, watu wengi wamefurahi. Lakini nataka kujua ukweli, mimi nasema ni ukweli huu anaosema Bwana Boniface Anyisire Mwabukusi, na naungana naye 100%. Sijui wewe, nimeona nikuletee video clip hii na wewe uisikilize, alafu pia tutafakari, na baadaye unaweza kutoa maoni yako kwenye comment selection kwamba unaonaje mazungumzo haya ya Mwabukusi au mahojiano haya. Unampa asilimia ngapi katika ukweli aliyozungumza? Kuwa huru lakini usitoe maneno ya matusi ama kashfa. Mimi naona kwamba amezungumza 100% na huu ndio ukweli. Karibu tutazame video hii na kumsikiliza Boniface Anyisire Mwabukusi pamoja na mwanahabari huyu Bwana Odemba. Asante. Tunapozungumzia Chadema tunazungumzia freedom of participation, freedom of expression, right of association, yani haki ya kujumuika. Ni jambo jema sana, kwa sababu kiukweli kwa huku kwetu bara Tanganyika huku, chama cha kweli cha upinzani ni Chadema. Mimi napendaga kusema ukweli, sipendi kusema uongo. Hata chama changu cha NCCR sio cha upinzani. Sio cha upinzani. ACT Wazalendo. Kwa huku bara Zanzibar ni ACT Wazalendo. Huku ni Chadema. Kwa hiyo ACT Wazalendo sio chama cha upinzani. Huku ni Chadema. Vipi kuhusu Chauma? Huku ni Chadema. Vipi kuhusu Chauma? Huku ni Chadema. Walisema wao ndo wanaongoza ukiacha kaka, mimi nataka kukuambia, mimi nimefanya hizi siasa, nimefanya upinzani. Mimi nimekuwa mwana CCM, nimekuwa Chadema, nikaenda NCCR. Hakuna chama nchi hii chenye wanachama halisi wanaokipenda toka ndani ya mioyo yao kama Chadema. Hivi vyama vingine ukikuta watu wanajiita wanachama, jua kuna maduka ya kijiji au viwanja ni kagenge ka wazee fulani wamekamata, ndio utaona wale wazee wa chama fulani. Mwabukusi, tuende taratibu. Natoka kuambia chama chochote utakachomuita mwanachama aje hapa kwa gharama yake kinaitwa Chadema. Chama kingine chochote, kwa sababu huwezi kuniambia chama leo kinaibuka, chama kilikuwa hakina hata shilingi, kina magari 20-30 kinaibuka kinazunguka, au unaniambia chama changu cha NCCR. Mimi nikwambie NCCR hii, nenda pale NCCR, tafuta kiongozi wote, mwambie kaitishe mkutano kwenye jimbo lako, akipata watu 4 tofauti na familia yake, uje uniambie hiyo utakiita chama cha siasa? Mimi nakwambia ukweli, mimi sikudanganyi. Mimi si NCCR, nakwambia chama changu. Umewahi kuona kifanya mkutano? Mimi alitumwa mtu kuja kwangu ili nigombee jimbo fulani pale kupitia NCCR, eti tuko kwenye mgao. Nilimwambia ule mzee, nilimwambia ni kwa sababu ya umri.
Kama ananisikia atakwambia. Nimwambia ni kwa sababu ya umri ndio maana unarudi na dental formula yako ikiwa kamili. Nilimjibu hivyo kwamba kwa sababu ya umri wako ndio maana baada ya kuniambia huo ujinga na kuacha urudi na dental formula ikiwa kamili. Nataka nikuonyeshe chama kama hicho. Yaani ni vyama vingi walikuambia kuna kamgao fulani. Walikuwa wananiambia gombea kuna kamgao sio tutapata nini huko. Unatoka wapi? Sijui. Sasa mimi nataka kuambia kwa sababu mimi sikusikiliza huo ujinga. Ukumuuliza kwamba nilimcrash pale pale. Mgao kujua mgao unatoka wapi. Nilimcrash pale pale. Lakini ukiona ulikuwa unatoka wapi huo mgao? Mimi nilichomwambia I never interested on that. Nilimcrash pale pale kwa sababu nilimwambia mimi nimewahi ku contest na mara zote wameiba kura zangu, na ushahidi ili ujue kwa mtu yote mwenye akili timamu. Kwa hizi siku 3 baada ya Chadema kuja, wote mliona furaha mtandaoni. Labda uwe mnafiki tu, uliona kila Mtanzania amefurahi kwamba Chadema. Sasa ujiulize kama hivyo vyama vingine vipo, unafikiri kwa nini watu walifurahi?